Daktari Tulia Ackson amefunguka makubwa kuhusiana na kifo cha mbunge Halima Eid Nassor. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa ambao umekutana chaneli hii pendwa, tafadhali subscribe. Na msiba wa ghafla wa aliyekuwa mbunge wa viti maalum kupitia Chama cha Mapinduzi Halima Eid Nassor umetangazwa kwa sauti ya taratibu, lakini uzito wake umebeba zaidi ya majonzi ya kifamilia. Umefungua tena mjadala mpana juu ya namna vifo vya viongozi vinavyopokelewa, kuchakatwa na hatimaye kusahaulika ndani ya mfumo wa kisiasa wa Tanzania. Ndani ya masaa machache baada ya spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azan Zungu kutoa taarifa rasmi ya msiba huo, ujumbe mfupi uliotumwa kupitia mtandao wa kijamii na aliyekuwa spika wa bunge la sasa, mbunge wa Uyole Mbeya, Daktari Tulia Ackson, uliashiria huzuni binafsi, lakini nyuma ya salamu hizo za pole kulijitokeza ukimya mpana zaidi uliozikumba taasisi za dola kila inapopotea sauti ya mmoja wa watu waliobeba nembo ya chama tawala. Kifo cha Halima Eid kimewasilishwa kwa umma kama tukio la kawaida la maombolezo, bila maswali magumu, bila mjadala wa wazi kuhusu mazingira, mchango au hata nafasi ya viti maalum katika siasa za uwakilishi. Katika Tanzania ya leo, ambapo taarifa nyingi kupitia kwenye vichujio vya kisiasa kabla ya kufika kwa wananchi, namna msiba huu ulivyowasilishwa inaendelea na mtindo uliozoeleka ambao ni taarifa fupi, hisia za juu na kisha kusonga mbele tena, kwamba hakuna kilichopotea zaidi ya jina kwenye orodha ya viongozi. Halima Eid alikuwa sehemu ya mfumo wa viti maalum, mpango ulioanzishwa kwa lengo la kuongeza uwakilishi wa makundi maalum, lakini ambao kwa miongo kadhaa umegeuzwa kuwa chombo cha kulinda utii wa kisiasa. Kupitia mfumo huu, Chama cha Mapinduzi kinaendelea kudhibiti bunge kwa kuhakikisha kwamba nafasi hizo zinajazwa na watu waliothibitishwa uaminifu wa chama kuliko kwa wapiga kura. Ndani ya mazingira haya, mbunge wa viti maalum mara nyingi huonekana kama mtekelezaji wa mstari wa chama, si sauti huru ya wananchi au wafanyakazi aliyowakilisha. Taarifa ya Daktari Tulia Ackson iliyotumwa kupitia Instagram ilieleza maumivu ya kumpoteza kada mwenzake, lakini pia ilifichua jambo jingine. Siasa za Tanzania zimehamia katika mawasiliano ya hisia fupi mtandaoni badala ya mjadala wa kina bungeni au umma. Hii ni sehemu ya mabadiliko mapana ambapo viongozi wakuu hutumia mitandao ya kijamii kama jukwaa la kudhibiti simulizi, huku vyombo vya habari vikikosa uhuru wa kuchimba zaidi ya kile kinachoruhusiwa. Tulia Ackson mwenyewe ni zao la mfumo huo, akiwa mwanasheria wa katiba na aliyewahi kuongoza bunge katika kipindi kilichokumbwa na lawama nyingi za kubana mjadala, kufukuza wabunge wa upinzani na kupitisha sheria tata. Uwepo wake katika habari hii hauwezi kutazamwa kama tukio la pembeni. Ni ukumbusho wa jinsi viongozi wanavyobadilishana nyadhifa, lakini mfumo unabaki ule ule. Kutoka spika hadi mbunge wa jimbo jipya, safari yake inaakisi uimara wa CCM katika kugawa madaraka ndani ya mzunguko ule wa watu. Kifo cha Halima kinatokea katika nchi ambayo historia yake ya kisiasa imejaa mifano ya sauti zilizozimwa polepole. Kuanzia enzi za chama kimoja hadi mfumo wa vyama vingi, CCM endelea kushikilia hatamu kwa kutumia mchanganyiko wa sheria, hofu na udhibiti wa rasilimali. Viongozi wanakufa wakiwa ndani ya mfumo, mara nyingi ukumbukwa kwa maneno mazuri, lakini mchango wao halisi katika kuleta mabadiliko ya sera, uwajibikaji au haki za raia ubaki bila kuchambuliwa. Na katika miaka hivi karibuni, Tanzania imeshuhudia kukamatwa kwa wanasiasa wa upinzani, kufungwa kwa magazeti na kubanwa kwa asasi za kiraia. Mageuzi yaliyoahidiwa yamekuwa ya taratibu na yenye mipaka. Ndani ya muktadha huu, kifo cha mbunge wa chama tawala kinapaswa kuwa fursa ya kutafakari juu ya afya ya mfumo mzima wa kisiasa, si tukio la kupita tu, lakini badala yake simulizi limebaki kuwa la rambirambi na mshikamano wa chama.
Ukimya huu una athari pana, unatuma ujumbe kwamba maisha ya kisiasa ya mtu yanaanza na kuishia ndani ya mipaka ya chama. Unafundisha kizazi kipya cha wanasiasa kwamba utii ni muhimu kuliko uwazi, na kwamba hata katika kifo mjadala wa kweli haukaribishwi. Hii ni hatari kwa mustakabali wa uwajibikaji, kwa sababu inaua utamaduni wa kuuliza, kuchambua na kujifunza kutokana na yaliyopita. Kwa wafanyakazi wa sekta binafsi na serikali ambao Halima alidaiwa kuwakilisha, hakuna mjadala mpana uliotoka kuhusu masuala yao sugu: mishahara duni, ajira zisizo na uhakika na ukosefu wa haki za msingi. Mfumo wa viti maalum badala ya kuwa daraja la sauti zao umeendelea kuwa kizuizi kinachozuia malalamiko hayo kufika juu, na kifo chake kwa hivyo kinabaki kuwa ishara ya pengo kati ya uwakilishi wa karatasi na uhalisia wa maisha ya wananchi. Kihistoria, Tanzania imekuwa ikijivunia amani na utulivu, lakini amani hiyo mara nyingi imejengwa juu ya ukimya. Viongozi wa chama tawala wanapofariki, simulizi rasmi hujikita katika sifa na mshikamano bila nafasi ya mjadala huru. Hii imechangia kukua kwa kizazi cha wananchi wanaohisi kutengwa na siasa, wanaona bunge kama chombo cha chama badala ya taasisi ya umma. Na katika ngazi ya kikanda ya kimataifa, Tanzania imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu na jumuiya ya haki za binadamu na wafadhili wa maendeleo. Ripoti mbalimbali zimeonyesha wasiwasi juu ya uhuru wa kisiasa na utawala wa sheria. Matokeo kama haya yanaposhughulikiwa kwa juu yanaimarisha taswira ya nchi inayokuwepo wazi hata katika masuala yanayogusa uhai wa viongozi wake. Mwisho wa simulizi hili haupaswi kuwa wa maombolezo pekee, unapaswa kuwa wito wa kutafakari mustakabali wa taifa. Kila kifo cha kiongozi ndani ya mfumo usiohojiwa kinaongeza tabaka jipya la hofu na kutojali. Kila ujumbe mfupi wa rambi unaopita bila mjadala wa kina unadumisha mzunguko wa ukimya. Tanzania inakabiliwa na chaguo lisiloepukika: kuendelea na utamaduni wa kusonga mbele bila kuuliza, au kuanza kuvunja ukimya kinachozikaba taasisi zake. Msiba wa Halima Idi Nassor ni kumbusho mkali kwamba hata ndani ya chama chenye nguvu zaidi, maisha ya mtu yanaweza kupotea bila kuacha alama ya mabadiliko. Athari za kutochukua hatua leo zitabebwa na vizazi vijavyo, ambavyo vitaishi katika taifa linaloonekana thabiti juu lakini dhaifu ndani, taifa linaloendelea kuogopa sauti za ukweli kuliko maumivu ya kukabili. Ndio hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa, ambayo huwa inakuletea taarifa hizi moja kwa moja kwa kina, uchambuzi wa maana, uchambuzi wa kina. Hapa tuegemee upande wowote wala tupindishe habari. Zidi kwa mfuasi wetu na zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu. Na vile kumbuka waweza kuwa nambari 1 kupokea taarifa hizi. Ile unachotakiwa kufanya ni kugonga alama ya kengele ili uweze kupokea notification kila wakati tunapoweka video mpya.